Karibu sana United Insider, usiache kusubscribe, kulike, kushare, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza pia kupata habari nyingi kadri ambavyo zinawekwa hapa na kuisupport channel hii ya United Insider. Tukaangazia habari kubwa na za muhimu hususan zinazohusu usajili tukiwa tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili, lakini usiache kwenda mjini na twende ride. Nenda App Store, nenda Play Store, download application yao ili uweze kuwa una request usafiri kwa bei rahisi kabisa jijini Dar es Salaam. Tuziangazie sasa hizi taarifa zote muhimu kubwa kuhusu Devils Manchester United. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo inaendelea kuwepo kwa sasa ni swala la usajili, na inaelezwa Manchester wanatarajiwa kumsajili Mreno Matheus Fernandes kutoka West Ham United baada ya kukamilisha mchakato wa kumsajili Brazil Ederson kutoka kwenye klabu ya Atalanta. Huyu ni nyota mwingine ambaye atakuwa anafuata. Manchester imekuwa ikimfuatilia kwa ukaribu sana Matheus Fernandes kutoka West Ham ambaye pia alikuwa na msimu mzuri ndani ya West Ham. Hivyo Manchester wanataka kumsajili mchezaji huyu kama kiungo sahihi wa kuja kuibeba eneo la kiungo la Manchester United, na hii ni baada ya kukamilisha mchakato wa kumpata Ederson kutoka Atalanta. Lakini inaelezwa kuwa bado Anderson Elliott na Carlos Baleba bado wanasalia kuwa kwenye shortlist ya Manchester United. Haijalishi ugumu kiasi gani utakuwepo kuwapata nyota hawa, lakini ni miongoni mwa viungo ambao bado wanahusishwa na United kuja kuiboresha kiungo ya United. Lakini Fabrizio Romano anatuambia usajili wa Anderson Elliott kwenda klabu yoyote barani Ulaya kwa sasa utakuwa ni usajili expensive sana, usajili wa gharama ya juu. Hivyo klabu ambayo inamtaka Mwingereza Anderson Elliott italazimika kulipa fedha nyingi. Hata BBC Sports pia wameripoti kwamba klabu ambayo itamsajili Anderson Elliott na walikuwa wanawataja Man City kwamba watalazimika kuvunja benki na kuvunja rekodi ya Arsenal ambao walitumia kumsajili Declan Rice. Kwa hiyo usajili wa Anderson Elliott kutoka Nottingham ni moja kati ya sajili ambazo kwa sasa ni hot sana na zitahitaji fedha nyingi ili kuweza kukamilisha sajili hii. Hii ni kitu kingine kikubwa, lakini ni jambo la kuweza kusubiri. Taarifa kutoka Mundo Deportivo pale nchini Hispania zinatuambia kwamba Manchester wamekuwa na monitor na wanahusishwa na kiungo kutoka FC Barcelona. Huyu si mwingine bali Marc Casado, na inaelezwa Manchester wanataka kumtumia Marcus Rashford kama sehemu ya kumpata Marc Casado, kumwacha Rashford pale Barca ili wao wapewe Marc Casado pamoja na fedha kidogo ili kumwacha Rashford abakie kwenye klabu ya FC Barcelona. So Mundo Deportivo wanasema Casado huenda akaenda Manchester kukiwa na makubaliano ya kujumuisha mtu kama Rashford katika huo uhamisho. So inaweza kawa ni swap deal ambayo itakuwa na fedha kiasi ili kuweza kumruhusu Casado kwenda United na Marcus Rashford kusalia FC Barcelona. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo kutoka Team Talk inatuambia Manchester watakuwa tayari kulipa paundi milioni 60 ili kupata saini ya kiungo kutoka FC Bournemouth ambaye alifanya vizuri kwenye season iliyopita. Huyu si mwingine bali ni Alex Scott. Manchester watakuwa tayari kulipa hiyo paundi milioni 60 na tayari kuna vita inaendelea kugongana, ambako wakati huo Chelsea nao pia wanaonesha nia ya kumtaka kumsajili Alex Scott, lakini Manchester pia wakitaka kumsajili Alex Scott. Kwa ni wakati ambapo kila mmoja ataingia sokoni kuonyesha nguvu yake, na Manchester wanaelezwa kwamba watakuwa tayari sasa kutoa hiyo paundi milioni 60 ili kumpata Alex Scott kutoka FC Bournemouth. Sehemu ya kiungo ndio roho ya timu kwa sasa, na Manchester wanaonekana macho yao yote yako hapo. Telegraph Sports, Telegraph Football, eneo la kiungo ndio roho ambako Manchester kwa sasa wanaiangalia zaidi kuweza kuijenga chini ya utawala wa Ineos. Sasa taarifa kutoka Telegraph Football zinatuambia Manchester watasajili viungo watatu katika dirisha hili
la usajili, na hii ni taarifa ambayo imekuwa inajirudia kwamba huenda Manchester ikasajili viungo watatu. Kwa mujibu wa Telegraph Football wanasema ni viungo watatu na wamewataja viungo hao watatu kwamba Manchester itamwongeza Carlos Baleba pamoja na Matheus Fernandes katika sehemu ya viungo wao wakimjumlisha na Brazil Ederson. Kwa hiyo wataongezeka viungo watatu katika dirisha hili kwa mujibu wa Telegraph Football kwamba ni Carlos Baleba, Matheus Fernandes pamoja na Brazil Ederson ili kuweza kuboresha eneo la kiungo. Lakini bado taarifa ya Sandro Tonali itabakia kuwa ni taarifa hot ikiendelea kupewa kipaumbele, na inaelezwa Manchester watazungumza tena na wawakilishi wa Sandro Tonali baada ya kufanya mazungumzo wiki iliyopita, huku vyanzo vingi vikisema wakieleza kwamba mazungumzo yatafanyika siku chache zijazo ili kuhakikisha mchakato mzima wa kupata Sandro Tonali unafanikiwa. Thamani inazidi kutajwa, wengi wakitaja bei tofauti, lakini bei ambayo inatajwa na taarifa kutoka Italia hivi sasa ni kwamba huenda Sandro akapatikana kwa paundi milioni 85 mpaka 90, huku Manchester ikitarajia kufanya mazungumzo mengine tena na wawakilishi wa Sandro Tonali. Lakini taarifa kutoka pia England ikitoka The Independent inasema Spurs na Manchester wataingia pia vitani kumwania nyota mmoja, ambako huyu si mwingine ni Carlos Baleba kutoka kwenye klabu ya soka ya Brighton. Japokuwa kwenye taarifa hii ina jambo kidogo la kushangaza kwamba huenda Brighton wakarejea tena na bei yao ya paundi milioni 100 ili kumruhusu Carlos Baleba kuweza kuondoka klabuni hapo. Sasa Spurs na United wanakwenda kupigana vikumbo kuwania saini ya Mkameruni huyu ambaye amekuwa anahusishwa kwa muda mrefu na United kuja kuiboresha sehemu ya kiungo wa Manchester. Lakini bei ya paundi milioni 100 kwa Carlos Baleba huenda likawa ni jambo gumu kwa Manchester kama ambavyo ilishindikana season iliyopita. Lakini pia transfer market wanasema thamani ya Baleba ni paundi milioni 50 mpaka paundi milioni 60, haiwezi kuwa paundi milioni 100, na kiwango cha msimu huu hakina sababu ya kumfanya Baleba kuuzwa paundi milioni 100. Lakini nyota mwingine ambaye huenda Manchester ikaendelea kumtafuta, na taarifa nyingi zimekuwa zikimhusisha Carlos Baleba. Michael Carrick alituambia kwamba Manchester itatafuta winga wa kushoto katika dirisha hili la usajili. Sasa inaelezwa Manchester wanamwangazia kwa ukaribu Morocco kutoka Real Betis. Huyu si mwingine ni Abde ambaye anaonekana ni winga mwingine ambaye scout wa Manchester walikwisha kumtazama na wameendelea kumfuatilia kuona kama anafaa kusajiliwa katika upande wa kushoto. So upande wa kushoto ni eneo la muhimu, lakini gharama kubwa za wachezaji zinawaogopesha United, especially vijana. Yuko Yan Diomande ambaye ilikuwa inatajwa RB Leipzig wanahitaji paundi milioni 100. Jambo ambalo Manchester wanasemekana wamekwisha kuwaambia wawakilishi wa mchezaji kwamba hawatakuwa tayari kufikia thamani hiyo ya fedha. Lakini kuna mtu kama Morgan Gibbs-White amekuwa akitajwa hapo, Morgan Rogers amekuwa akitajwa upande ule wa kushoto, Iliman Ndiaye amekuwa akitajwa, na kuna wakati Anton Gordon ambaye kuna taarifa za kwamba anajiunga na FC Barcelona, alikuwa anahusishwa na Manchester kwenye upande ule wa kushoto, ambako sasa anatajwa Abde kutoka klabu ya Real Betis pale nchini Hispania. Huu ni raia wa Morocco. So hizi ni taarifa ambazo zitaendelea kuwepo. Subscribe, like, share na comment, na usiache kwenda mjini na twende ride, usafiri wa kimtandao. Nenda App Store, Play Store, download, install kwenye simu yako, request usafiri popote Dar es Salaam. Bei ni kitonga, bei za kizalendo. Ciao.